Iran na Marekani zilipangiwa kufanya mazungumzo ya amani nchini Pakistan Jumamosi hii, huku maadui hao wakionekana kuwa mbali katika madai muhimu na kuoneshana kutokuaminiana. Ujumbe wa Iran wenye zaidi ya wanachama 70 na ukiongozwa na spika wa bunge Muhammad Bagheri Ghalibaf uliwasili wa kwanza Islamabad, ambapo ulinzi ulikuwa mkali. Televisheni ya taifa ya Iran ilimnukuu Ghalibaf akisema baada ya kuwasili katika mji mkuu wa Pakistan kwamba wana nia njema, lakini hawaamini. Alisema uzoefu wao katika kujadiliana na Wamarekani daima umekutana na kushindwa na ahadi zilizovunjwa. Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance anayeongoza ujumbe wa Marekani ambao pia unajumuisha mkwe wa Trump Jared Kushner na mjumbe maalum Steve Witkoff alikuwa na wasiwasi sawa katika maoni kwa waandishi wa habari kabla ya kuondoka Washington. Vance alisema iwapo Wairani watakuwa tayari kujadiliana kwa nia njema, kwa hakika watakuwa tayari kunyosha mkono wa wazi, lakini alionya kwamba ikiwa watajaribu kuwachezea, basi timu ya majadiliano haitakuwa tayari kuwapokea. Iran imesisitiza juu ya usitishaji vita nchini Lebanon na kuondolewa kwa zuio la mali zake ili mazungumzo ya Islamabad yaendelee, ambayo yote hayajatimia hadi sasa. Rais wa Marekani Donald Trump alidai kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz kama sharti la usitishaji vita kwa wiki 2, ambao umewezesha mazungumzo hayo. Hata hivyo, mlango huo ambao theluthi moja ya mafuta ghafi duniani hupitia, haujafunguliwa tena kwa usafiri wa kawaida, na Trump aliapa siku ya Ijumaa kuufungua hivi karibuni kwa ushirikiano wa Iran au bila ushirikiano wa Iran. Alisema kipaumbele chake kikuu katika mazungumzo ya Islamabad ni kuhakikisha jamhuri hiyo ya Kiislamu haiwezi kuwa na silaha ya nyuklia. Alisema hakuna silaha ya nyuklia itakayozalishwa na Iran na kwamba ana uhakika kwa 99%. Mashambulizi ya anga ya Israel yaliendelea nchini Lebanon siku ya Ijumaa dhidi ya Hezbollah, licha ya dai la Iran kwamba yasitishwe kama sharti la usitishaji vita na Washington. Israel imesema usitishaji vita kati ya Marekani na Iran hauhusu Lebanon. Balozi wa Israel nchini Marekani Yechiel Leiter alisema nchi yake itafanya mazungumzo na serikali ya Lebanon mjini Washington wiki ijayo, lakini haitajadili usitishaji vita na Hezbollah. Leiter alisema katika taarifa kwamba Israel ilikubali kuanza mazungumzo rasmi ya amani na serikali ya Lebanon ambayo haina uhusiano wa kidiplomasia nayo. Aliongeza kuwa Israel ilikataa kujadili usitishaji vita na kundi la kigaidi la Hezbollah ambalo linaendelea kuishambulia Israel na ndilo kikwazo kikuu cha amani kati ya nchi hizo mbili. Israel ilianzisha mashambulizi makubwa na uvamizi wa ardhini nchini Lebanon baada ya kuishambulia Iran mnamo Februari 28, kujibu mashambulizi ya roketi nchini Israel kutoka kwa Hezbollah na kundi la wanamgambo wa Kiislamu wa Shia linaloungwa mkono na Iran. Mamlaka za Lebanon zinasema wiki za uhasama zimesababisha vifo vya watu zaidi ya 1950, huku mashambulizi ya Israel yakiua watu zaidi ya 350 siku ya Jumatano pekee, ambayo ndiyo ilikuwa siku ya kwanza kamili ya usitishaji vita kati ya Marekani na Iran. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif alisema kupata maendeleo katika mazungumzo ya Islamabad itakuwa kazi ngumu. Alisema usitishaji vita wa muda umetangazwa, lakini sasa kuna hatua ngumu zaidi mbele, ambayo ni hatua ya kufikia usitishaji vita wa kudumu na kutatua masuala magumu kupitia mazungumzo. Alifafanua kuwa hii ndiyo hatua ambayo kwa Kiingereza inaitwa make or break. Huko jijini Islamabad, barabara zote zinazoelekea hoteli ya Serena, eneo linalotarajiwa kufanyika mazungumzo, zilifungwa huku kukiwa na ulinzi mkali, wakati bango kubwa na alama za kidigitali kando ya barabara kuu zikitangaza mazungumzo ya Islamabad. Huko jijini Teheran, mkazi mmoja mwenye umri wa miaka 30 aliiambia AFP kwamba anashaka kama mazungumzo hayo yatafanikiwa, akielezea mengi ya anayosema Trump kama kelele tupu na upuuzi. Abdul Nasser Mwita, Rubaza Kimataifa.